Fikiria sauti ya kicheko cha wanafunzi, vijana waliojaa matumaini wakijadili ndoto zao za baadaye chini ya miti ya chuo kikuu cha Garissa. Fikiria furaha ya kupata alama nzuri. Fikiria jinsi walivyokuwa na matumaini ya kusaidia familia zao nyumbani. Lakini ghafla taswira hii inabadilika kuwa ya kilio, hofu isiyoelezeka na sala zinazopaa haraka kuelekea mbinguni. Hebu tukumbuke zile roho zilizopotea na maisha yaliyokatizwa kwa ukatili, tukitafakari uzito wa pengo aliloacha katika mioyo yetu. Siku ya tarehe 2 Aprili mwaka 2015 ilikuwa siku ya kawaida kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Garissa. Kila mmoja alikuwa na shughuli zake, wengine wakijiandaa na mitihani, huku wengine wakishiriki katika shughuli za michezo na wengine wakipumzika baada ya mihadhara. Chuo kikuu kilikuwa kama mji mdogo chenye maisha mazuri na yenye wanafunzi wengi. Garissa, mji uliopo kaskazini mashariki mwa Kenya, ulikuwa na utulivu wake. Chuo kikuu kilikuwa kitovu cha elimu katika eneo hilo, kikivutia wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali za nchi. Wanafunzi walikuwa na ndoto za kuwa wataalamu, viongozi na wafanyabiashara wakubwa. Walikuwa na matumaini ya kuleta mabadiliko chanya katika jamii zao. Lakini siku hiyo ya kawaida ilikuwa karibu kubadilika na kuwa siku ya kutisha na ya kuhuzunisha. Asubuhi na mapema kabla jua kuchomoza kikamilifu, kundi la washambuliaji wenye silaha waliingia katika chuo hicho. Walikuwa wanachama wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab, kundi lenye itikadi kali ambalo lilikuwa limefanya mashambulizi mengi nchini Kenya. Maandalizi ya shambulio hilo. Kabla ya shambulio, Al-Shabaab walikuwa wamefanya maandalizi ya kina. Walikuwa wamepeleleza chuo kikuu wakijua mpangilio wake na udhaifu wake. Walikuwa pia wamekusanya silaha na vifaa vya kutosha kwa ajili ya shambulio hilo siku hiyo. Washambuliaji walikuwa wamejificha ndani ya eneo la chuo kikuu wakisubiri wakati mwafaka wa kuanza shambulio. Walikuwa wamejificha kwenye mabweni, madarasa na maeneo mengine ya chuo kikuu. Mwanzo wa shambulio. Saa chache baada ya alfajiri, washambuliaji walianza shambulio. Walilipua milango ya mabweni, wakiingia ndani na kuanza kupiga risasi ovyo. Wanafunzi waliamshwa na milio ya risasi wakijaribu kukimbia na kujificha huku na kule. Washambuliaji waliwafuata wanafunzi wakiwapiga risasi na kuwaua. Walivamia madarasa, maktaba na maeneo mengine ya chuo kikuu wakiendelea na mauaji yao bila kujali ni msichana ama mvulana. Hofu ilikuwa imetanda kila mahali. Wanafunzi walikuwa wakilia na kuomba msaada, lakini kwa bahati mbaya hakukuwa na mtu wa kuwasaidia. Washambuliaji walikuwa na nguvu na walikuwa wamejizatiti. Walikuwa wameamua kuua kila mtu waliyemkuta popote pale. Majaribio ya uokoaji. Vikosi vya usalama vilipokea taarifa kuhusu shambulio hilo na kuanza kuelekea chuoni hapo. Lakini safari ilikuwa ndefu na barabara zilikuwa mbaya, ilikuwa vigumu kufika haraka. Wakati huo washambuliaji waliendelea na mauaji yao. Wanafunzi wengine walijaribu kujitetea wakitumia vitu kama mawe na vijiti, lakini kwa bahati mbaya walikuwa hawana nafasi dhidi ya washambuliaji wenye silaha. Wengi wao waliuawa kikatili. Baada ya saa kadhaa, vikosi vya usalama vilifika chuoni hapo. Walivamia jengo baada ya jengo wakijaribu kuokoa wanafunzi na wafanyakazi. Walipambana na washambuliaji wakijaribu kuwazuia kuua watu. Uokoaji ulikuwa mgumu na hatari sana. Washambuliaji walikuwa wamejificha kwenye maeneo mbalimbali ya chuo kikuu wakitumia wanafunzi kama ngao. Vikosi vya usalama vililazimika kuwa makini sana ili wasiumize wanafunzi. Mwisho wa shambulio. Baada ya siku nzima ya mapigano, vikosi vya usalama waliweza kuwadhibiti washambuliaji. 4 kati yao waliuawa na wengine wakakamatwa, lakini hasara ilikuwa kubwa. Wanafunzi 148 walikuwa wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa. Shambulio hilo lilishtua nchi nzima na dunia. Familia na marafiki wa waathiriwa walikuwa na huzuni kubwa. Waliwapoteza wapendwa wao na maisha yao yalibadilika milele. Serikali ya Kenya ililani vikali shambulio hilo na kuahidi kuwachukulia hatua kali washambuliaji.
Rais wa Kenya wakati huo alitangaza siku 3 ya maombolezo ya kitaifa ili kuomboleza waliopoteza maisha. Jamii ya kimataifa pia ililaani shambulio hilo na kutoa rambirambi zao. Nchi nyingi ziliahidi kusaidia Kenya katika vita dhidi ya ugaidi. Shambulio la chuo kikuu cha Garissa lilikuwa tukio la kusikitisha na la kuhuzunisha. Lilikuwa ukumbusho wa hatari wa ugaidi na umuhimu wa kupambana nao. Lilikuwa pia ushahidi wa ushujaa na ujasiri wa wanafunzi na vikosi vya usalama ambao walipambana dhidi ya uovu huo. Baada ya shambulio hilo, chuo kikuu kilifungwa kwa muda, lakini baada ya muda kilifunguliwa tena na wanafunzi wakarudi kuendelea na masomo yao. Walikuwa wameamua kutokubali kushindwa na ugaidi. Shambulio hilo liliacha alama ya kudumu katika historia ya Kenya. Lilikuwa tukio ambalo halitasahaulika kamwe. Lilikuwa ukumbusho wa umuhimu wa amani, upendo na mshikamano katika nchi. Na mpaka sasa kuna majeraha ya kisaikolojia kwa wale walionusurika na familia za waliopoteza wapendo wao. Na bado kuna maswali mengi ambayo hayapata majibu, na bado kuna haja kuhakikisha kuwa tukio kama hilo halitatokea tena. Katika hitimisho ya makala haya, napenda kusema kuwa ama kukumbusha, sauti za risasi zilipungua taratibu, zikiacha ukimya mzito uliojaa hofu na huzuni. Askari walipowasili kwa wingi walikuta eneo lililotawanyika kwa mili, ushahidi wa ukatili usio na kifani. Vilio vya walionusurika vikichanganyika na simanzi ya wale waliopoteza wapendo wao, kila kona ikishuhudia machungu yasiyoelezeka. Siku hiyo ilisha huku taifa likiomboleza, bendera zikipepea nusu mlingoti na mioyo imejaa maswali ambayo hayana majibu rahisi. Kumbukumbu za waliopotea zitaishi milele kama alama ya kudumu ya siku ambayo chuo kikuu cha Garissa kiligeuka kuwa kaburi. Nimekuwa nikiwasimulia haya kupitia chaneli hii ya Julai Media. Mimi hapa naitwa Kamanda Nicholas Mwita. Usisahau kusubscribe na kulike video hii. Bye.